of Hope. Chukua peni na karatasi kwa muda wa dakika 30. Tutaweza kuendelea na somo letu, lakini kabla ya kuendelea na Dr. Eli, tuna semina nzuri sana ambayo amepata nafasi na kibali Dr. kuweza kwenda kuwafundisha baadhi ya watu ambao wamealikwa au wamekaribishwa. Niombe kwanza kabla ya kwenda kutufundisha Dr. ndugu yetu Evans hapa atuelezee vizuri, ataje na hizi namba za simu, alafu na pale mwishoni nako Dr. tutaweza kuwapa watu ili mtu aweze kuona kile ambacho kitatokea. Karibu Evans. Kwanza si walioalikwa au waliokaribishwa, ila yoyote ambaye atasikia tangazo hili kuanzia sasa anayo nafasi ya kuwa mshiriki na mmoja kati ya wale wengi ambao watashiriki katika semina hii ambayo inatarajiwa kufanyika tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka huu 2025, na imeandaliwa na The Voice of Wisdom na Dr. Eli. Inawaletea semina inayohusu uimara wa mahusiano. Umeelewa hapo vizuri yangu? Uimara wa mahusiano. Kumekuwa na maombi mengi, Dr. tupitishe kwenye masuala ya mahusiano, namna gani ambavyo tunaweza kushinda vikwazo, namna gani tunaweza kusimamisha mahusiano yakasomeka. Kama leo amekuambia kwamba unasomeka, sasa mahusiano yakasomeka, ni jinsi gani unaweza ukafanya hayo yote kama ipasavyo. Basi semina hii ambayo inayohusu uimara wa mahusiano ni kwa ajili yako wewe, ambayo itafanyika pale Lulu Social Hall, Sinza Mapambano, barabara ya kuelekea Shekilango. Tarehe ni ile tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 kuanzia saa 9 mchana. Sawa? Dr. Eli ambaye ni mtaalamu wa falsafa, mbobezi wa elimu ya theolojia, ataongea njia za kupata za kufuata kuwa na mahusiano imara baina ya mtu binafsi, familia na jamii. Ataeleza kwa undani ni kwa namna gani uimara wa mahusiano una mchango kwenye mafanikio ya maisha. Sasa kwa sababu ni semina na inaanza saa 9 mchana, waandaaji walionolea kwamba kuwepo na bites, baadhi ya vyakula, kwa sababu itachukua muda mrefu. Kwa hiyo wameweka kiingilio kwa sababu ya kurahisisha upatikanaji wa hivyo vitu vyote kwa muda ambao utakuwa unajifunza, basi huo unapata chochote kitu. Sasa kutakuwa na kiingilio kidogo tu ambacho single ni shilingi 60,000, lakini kama unataka kuja na mwenza wako, yani double, kwa shilingi 100,000. Na hii unaweza ukaanza kulipia sasa. Kwa sababu tunajua utakuwa watu wengi watahitaji. Kwa hiyo anza kufanya booking mapema, uwe na uhakika wa kuhudhuria. Unaweza ukalipia tiketi yako kupitia lipa namba ya M-Pesa ambayo unahitaji hapa. Unaweza ukainakiri sehemu ni 56 77 32 82, 56 77 32 82. Narudia tena 56 77 32 82. Jina litatokea Latifa Jumanne Mkwawa. Kwa kama unaweza kulipia kupitia lipa namba, basi fanya hivyo. Lakini kama unahitaji mawasiliano zaidi, unaweza ukapiga namba hizi ambazo ni 0784 57 0306. Nairudia 0784 57 0306, au kwa namba hii 0754 57 0306. Nairudia tena 0754 57 0306. Kumbuka tu ni tarehe 27 mwezi wa 4 pale Lulu Social Hall, Sinza Mapambano, barabara ya kuelekea Shekilango. Unakaribishwa wewe pamoja na mwenza wako ama wewe mwenyewe. Hii ni nafasi ya kuja kujifunza ni namna gani unaweza ukayafanya mahusiano yawe imara, na si tu kwenye ndoa ila kwenye jamii, marafiki,
ofisini, sehemu yoyote ambayo una uhusiano, hii ni nafasi yako kuja kujifunza kwa undani namna gani ya kujenga mahusiano kwa imara. Umesomeka vyema. Na kwa kuwa umesomeka vyema, tumwambie mtu kama atakuwa amemiss hizi details ambazo amezitoa Evans, baadaye kupitia kwenye akaunti ya Chomoza Media, Chomoza Media, ukienda pale kama utakuwa umemiss hizi details utaweza kuzipata. Kwa ukifungua tu Chomoza Media baadaye utaweza kuzipata detail vizuri. Kwa hiyo utakuwa ni rahisi kushare na wengine na kupata some contact ambazo amezitaja Evans. Kwa muda huu Daktari tupeleke. Asante sana. Asante mwana. Karibu sana. Ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Tumesikiliza tangazo kuhusu semina ambayo tunatarajia mwezi ujao. Karibuni nyote. Ramadhan Karim kwa ndugu zetu, na tuwatakia heri katika mwezi mtukufu na Kwaresma njema. Tuendelee na somo letu la mawazo. Tulikuwa tunaongelea circuit za mawazo. Mawazo yanatembea katika nyanja. Na leo tuongelee nyanja ya kati ambako tulisema tutaongelea mwisho. Nyanja hiyo inaitwa urafiki. Mawazo ni dynamic. Urafiki unasafirisha mawazo. Chochote kile ambacho una urafiki nacho, yeyote ambaye una urafiki naye amepewa ruhusa, amefunguliwa lango la kusafirisha mawazo yake kwako. Kumbuka tulisema mtu ni wazo. Mambo yote katika dunia hii ni mawazo tu. Tulivyokaa hapa studio, viti vilivyopangiliwa, tulivyovaa, tunavyoongea, mambo yote ni mawazo. Ukiangalia around you, pale ulipokaa sasa hivi, ni mawazo tu. Uliyekaa naye wazazi waliwaza kuwa na mtoto, leo wewe unaona una mtu. Kitu ulichokikalia, fundi aliwaza kutengeneza hicho kiti, na leo wewe umekikalia. Kila kitu ni mawazo tu. Na kuna uwezekano wa kusafirishwa kwa influence kupitia chochote kile. Urafiki ni key katika usafirishaji wa mawazo, na urafiki ndipo hapo virus nyingi zinatembea kuathiri watu kwa kasi zaidi hata ya mzazi au mtoto. Tumeongelea mzazi, tumeongelea mwana na kadhalika, lakini mahusiano ya kati ni mahusiano na yule na yale ambayo inakuwa nipe nikupe. Tulisema kuna yule ambaye wewe unasikia kwake tu. Kuna yule ambaye ana cha kujifunza kutoka kwako. Anaweza kaitwa mzazi, anaweza kaitwa mentor kwako, mwalimu wako. Na kuna mtoto ambaye inabidi asikilize kutoka kwa mzazi tu. Mahusiano yako matatu. Kuna mahusiano na yule ambaye wewe unamsikiliza tu. Kuna mahusiano na yule ambaye mnasikilizana. Nakwenda sambamba hapa. Kuna mahusiano na yule ambaye anakusikiliza tu. Na kuna mahusiano ya wale mnasikilizana. Ndio tulioongelea pia. Yule ambaye anakusikiliza ni mwanafunzi wako, mtoto wako. Yule ambaye mnasikilizana ni rafiki. Na yule ambaye wewe unamsikiliza tu ni mzazi, ni mlezi, ni mwalimu, ni kiongozi wako au mentor anayekupa mwongozo. Mahusiano haya matatu yanasafirisha mawazo. Lakini mahusiano ya kati, kuna wakati network inakuwa mbovu kati ya mwana na mzazi wake, kati ya mzazi na uzao wake. Uasi unaweza kaingilia pale. Na mahusiano hayo yanasafirisha umeme kwa ugumu. Ndio maana dunia wenye shida ni wengi kuliko waliofanikiwa.
kwani watu wengi wamekoseana na wazazi wao. Okay. Asilimia kubwa ya watu wamekoseana na wazazi wao, kwani mtu pekee anayeweza kukusababishia upate uchanya na uthabiti katika kuwaza kwako, hapo tu atuongelee elimu ya shule, tunaongelea elimu ya maisha. Maisha yatambui shule, zana ya kuishi ndio natambua shule. Tuko sababu hapo? Zana ya kuishi ndio inatambua shule. Zana ya kuishi, kwa sababu ni mpango ambao wanadamu waliweka kuendeleza mifumo waliotengeneza wao. Ndio wakatengeneza elimu iwepo ili kurahisisha mfumo huo kuendelea. Lakini pamoja na hayo, ili ufanikiwe inabidi uwe na connect na mfumo mama wa maisha. Ndio maana watu wengi walikwenda shule kupitiliza, wameajiriwa na wale ambao hawana elimu sawa na wao. Kwa nini? Kwa sababu inategemea na connect. Asilimia kubwa ya wanadamu, vizazi vilivyofuatia haviconnect vyema na vizazi vilivyotangulia. Wana wa Israeli ni taifa pekee mfano pia unatolewa. Mungu anapojitambulisha kwa Musa anamwambia, mimi ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Haipingiki. Lakini hakumtaja mzazi mmoja tu, ametaja wazazi watatu. Kuanzia kwa source ya covenant, agano ilipofanyika, mimi ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Na Bwana Yesu aliweka sawa akisema, Mungu sio Mungu wa wafu, bali imeandikwa Mungu ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Ina maana pamoja na kuwa miili yao hakuna, lakini umeme wao bado upo active. Waisraeli kutoka katika utumwa, kuondoka kwa shida baada ya miaka zaidi ya 400, Mungu alikumbuka agano lake na mzazi wao, na Ibrahim. Alivyokumbuka agano hiyo ina apply kwa uzao wake. Mzazi yeyote anakusudia na kutakia mema uzao wake, lakini uzao wenyewe unakuwa na uasi, kwa sababu umeme unatembea kwa kasi katika mahusiano ya kati. Mahusiano ya kati ndi mahusiano ya urafiki. Hayo mahusiano yanasafirisha umeme wa mawazo kwa kasi, na ndipo pana virus. Una marafiki ambao wana connect tofauti na source yako. Kwa hiyo unapo connect nao, unaamini rafiki yako, una uhakika naye kuliko mzazi aliyekuzaa. Una confide kwa mtu unayemuita rafiki kuliko source yako ulikotoka. Una disconnect na source. Manake vitu vyote anavyoweza kukumiminia yeye vitakuwa virus, kwa sababu usipokuwa computer unaweka wapi software? Inabidi ueleweke wewe, operating system yako, DNA yako, intelligence yako, akili imeconnect wapi kwa uzao wako. Tunaona hiyo inaashiriwa hadi kwa vizazi. Kuna kabila fulani wanatambulika kwa tabia fulani. Kuna koo fulani ukoo ule unatambulika kwa sifa fulani. Na ukiangalia ni bayana, na haijaanzia pale unaposoma, bali kule walikotoka. Kuna link. Na katika upotoshaji wengi wanatumia vibaya zana hiyo, kusema kwamba laana ya vizazi vilivyotangulia vinakufuata na kadhalika. Ndugu zangu, kila kizazi, na tena laana inakuwa specific kutiririka kwa vizazi 4, kwa 4 generations. Inakwenda 4 generations, vizazi 4. yeah. Some maandiko tutapata picha pia. Wakati Bwana alikuwa anampa Musa instructions, alimwambia Musa, msipotii talaaniwa hadi vizazi 4. Na kuna shift inatokea hapo. Lakini shift hiyo inawezekana tu endapo kizazi cha 4 kitashtukia zana iliyosababisha wao waendelee katika mapungufu hayo.
Na sasa hivi tunaishi katika generation tofauti ambapo Bwana Yesu alileta uwezekano wa uokovu kwa ujumbe wake. Hatumuongelei Bwana Yesu as a person, bali kama messenger, kama mjumbe. Watu wengi unaweza kawa na bifu na jina Yesu kwa sababu wewe sio mshabiki wa dini inayokubali jina hilo. Make no mistake about it. Kiukweli kabisa hakuna dini inayoweza kupingana na Yesu kwa dunia nzima. Hadi Wayahudi ambao hawaamini kwamba alikuwa Masaya, lakini wanakubali kwamba alikuwepo. Talmud inamtambua katika vitabu vyao. Qur'an inamtambua Isa. Na mission aliyofanya Bwana Yesu haipingiki, ndugu mtazamaji. Utamchukia kwa lipi? Wanadamu tumepotoshwa kiasi cha kwamba ujinga wetu na laana ya kiumeme potofu ndio natuangusha. Watu wanafanya debate around things ambazo hazina hata maana. Eti alisema yeye ni mwana wa Mungu. Wengine wanasema ni mwana wa Mungu. Huyu anasema sio mwana wa Mungu, alikuwa mtume tu. Alikuwa hawezi kuwa mwana wa Mungu. Ndugu mtazamaji, mwana maana yake nini? Wanadamu tunajiassociate na miili yetu. Ndio maana tunakuwa na mapungufu. Na dini ndio inaleta reinforcement kwa mambo haya. Ili watu watishike, wamuone Mungu ni Mungu tu lakini sio baba. Bwana Yesu alisema msalipo mseme baba yetu uliye mbinguni. Hakusema ni baba yake peke yake. Msalipo mseme baba yetu, sio baba yangu, baba yetu uliye mbinguni. Na yeyote aliyepokea injili amezaliwa upya na kuwa kiumbe kipya. Ulizaliwa kwa mwili kwa baba na mama yako, kama Nicodemus alivyopewa jibu na Bwana Yesu pale Yohana 3. Lakini inabidi uzaliwe mara ya pili kwa roho. Sasa tulikufa kiroho kwa dhambi, kwani pamoja na dhambi tuliendelea kuonekana katika mwili, lakini tulikuwa tunakufa. Mwili huu ni wa umauti. Mungu ni baba kwa wote walioumba kwa sura na mfano wake, endapo watamrudia kama alivyotutengeneza. Utakuwaje sura na mfano wa mtu usipokuwa unamtegemea yeye kama source yako? Baba ni source. Baba ni source ulikotoka. Baba maana yake baba kwa Kigiriki anasema Abba, father. Maana yake source. Wewe kama nishati, kama umeme, kama uhai ulitokea kwa Mungu Baba aliyepuliza pumzi ya uhai kwa mwili huu wa udongo. Pumzi ya kwake ndio tunategemea. Yeyote anayeitwa kiumbe kilicho hai kama mtu, source yako ni Mungu, ni baba yako. Sasa wengine wanadhani baba yake Yesu tu. Sasa wanapinga sio baba yake. Ujinga ndio unatusumbua ndugu. Manake na we mwenyewe, ndio maana mahusiano yetu na Mungu nakuwa too low. Tunashindwa kuconnect na source. Tunaendelea kuwa tegemezi. Tunafaili kuwa tegemeo. Na usipokuwa kufikia hatua ya kuwa tegemeo, utakuwa na legacy yoyote katika dunia hii. Wote waliokuwa na legacy walitegemewa. Utategemewaje umungu wako usiporejeshwa? Unatambua tu wewe ni mtoto wa baba na mama yako. Kimwili ndio. Pumzi yako inafanana na baba na mama yako? Uwezo wako wa kupata ndoto ni sawa na baba na mama yako? Turudi hapo. Tulikuwa tunaenda clarification. Watu wanafanya madebate ambazo za kijinga tu. Mimi hauwezi ukanipata kwa mambo kama haya. Nafahamu. Kwamba nakaa na mtu tuanze kujadiliana, Qur'ani imesema hivyo, Biblia imesema hivyo. Ndugu, heshimu imani ya mwenzako. Itajulikana mwisho. Wanaojulikana wana kweli hawajulikani. Wanaojulikana wana kweli hawajulikani. Itajulikana mwisho. Tena debate ambazo hazina maana, kelele nyingi. Wanaokufa hawarudi kukuambia kweli kabisa walichotuambia hapa ni kweli. Well, kumbuka tu unavyoishi ndivyo utakavyoishia. Unavyoishi ndivyo utakavyoishia. Usipoona utaonewa. Na dunia hii ni dunia imejaa bullies.
wanaoonea watu. What do you mean bullies? Wanaoonea watu. Wanaonea watu. Yeah. Kwa faida ya mtu. Usipoona mwenyewe utaendelea kuonewa. Utaendelea kufuata tu. Unafuata lakini hujui unaenda wapi. Mwisho wa siku unashtuka, dereva na paki anawaambia shukeni, mimi nimeisha nakwenda kwangu. Alafu hujui unaelekea wapi. Tulikuwa tunasema mzazi yeyote ana wish well uzao wake. Ndugu mtazamaji, kabla tujazama sana kwenye urafiki, zingatia pia hayo hapa. Source yako. Na source sio mama, twasisitiza. Source ni baba. It's not a matter of complacency. Wengine wanaweza kafikiri kwamba mtu, kwa nini unaongea baba? Si mtoto anakuwa kutoka tumboni mwa mama. Mazao yote yanayotoka ardhini yasiyo na maana ya kueleweka ni yale ambayo yameota alafu mbegu haikuwekwa. Mbona wanasema 80% inatoka kwa mwanamke? Nani Unapomwona mtoto. Nani alisema? Wataalamu. Wataalamu gani? Na mimi ni nani? Okay. Sasa ndio maneno ya dunia hii tunapokwenda. Yaani wanasema 80% mtoto kimwona akili yake na uwezo wake umetoka kwa mama. Well, dunia hii kuna kiukweli mama na baba wanachangia 23%. Okay. Chromosomes. Okay. Mtoto ana develop tumboni mwa mama lakini yuko isolated. Okay. Ndani ya placenta yuko isolated, ana mfumo wa kwake kwenye mfuko ule. Anamtegemea mama kusurvive kama mbegu yako inavyotegemea ardhi. Parachichi unaoona unafurahia kutoka Moshi, panda hapa pwani, mbegu hiyo hiyo itazaliwa tofauti, kwa sababu connection ya ardhi ulipoiweka sio mbegu yako. Ina maana mbegu inaweza isiwe na tatizo, ardhi inaletea tatizo, au inaboresha kulingana na ardhi ilivyo. Ina maana kulishwa kwa mtoto katika kudevelop kwake inapitia kwa mfumo wa mama. Mtoto kama mwili wake. Mawimbi yote yanayokwenda kulisha system ya ubongo wake kupitia mfumo wa mama kwenda kulenga moja kwa moja tumboni. Na huyu mtoto anaweza akadictate mama yake anakuwa na sifa zipi. Ana power zaidi ya mwili alikowekwa. Ni malaika. Alafu connection yake ni so powerful. Wanawake wengi walikataa kula chakula chake pendwa kwa sababu yule amekataa. Alishindwa kulala mkao wake pendwa kwa sababu yule alikataa. Ni njia tu, ni conduit ambako nishati inaingia na kwenda kule. Vitu inaingia na kwenda kule, lakini mchango wa baba na mama ni kwa mwili wa mtoto. First and foremost. Na mchango ule kwa mwili, kumbuka mitambo yote ya mwili ni mwili. Ubongo ni mwili. Ukipasua fuvu utaona ubongo. Lakini operation yake, data zilivyokaa pale, kuna data za msingi za kutokea DNA, na data hizo zote hapa tuko realistic sasa ndugu mtazamaji. Sio mambo eti walisema. Tunakujustify. Ujue kwamba ovum inachangia 23. Spermatozoa inachangiwa 23. Na zote combine together kwa mchakato unaoitwa zygote. Ni 46 bado. I understand. Getting there? Yes. So mtoto anapozaliwa ana 46 kutoka kwa baba na mama yake. Yes. Kinyota kwa usomaji wa nyota, 46 ni 11. Moja ni mwili moja. 4-6. Moja kwa moja unasoma kwamba mtu ni wa majira aliyeumbwa kwa siku ya 6. Tuko sambamba? Majira ni 4, tarakimu 4 ni majira. Isoma Mwanzo
siku ya 4 Mungu alitengeneza majira. Na 6 ni siku ambayo mtu aliumbwa. Na huyo mtu aliyeumbwa kwa siku ya 6 ndiye mtu tunayeongelea nishati. Lakini yule wa 4 ni mwili pia, mwili huu wa majira. Ina maana katika mwili mambo yanakuwa mawili. Kuna mwili huu ambao tarakimu yake ni 4 na kuna mtu ambaye tarakimu yake ni 6. Chromosomes zile zinalenga numerological value ambayo inakuwa pia inakwenda sambamba na nyota. 4 6. Mama anachangia 23 na baba 23. Chromosomes. Yes. Make no mistake about it. Now, mama ni sawa na ardhi, baba ni mpanzi. Baba ndiye ana mbegu. Yes. Akiweka mbegu inakuwa na maana. Ndio maana hata Bwana Yesu baba yake Mungu alikuwa baba yake. Mariamu akupata ujauzito sijui kwa njia gani, lakini mbegu iliwekwa ndani mwake. Sio kwa njia ya kustaajabishwa kivile, lakini mbegu iliwekwa ndani mwake bila Yusufu kuhusika. Ina maana mwanamke ni ardhi ambako mbegu inaweza kawekwa kwa njia zozote zile na mtoto anazaliwa, ila mbegu inabidi iwekwe. Now tunapata picha nadhani. Yes. Ili tuondoa dhana ile ya kusema of course mama ni mzazi wa karibu zaidi na mtoto. Baada ya kuzaliwa anachangia zaidi kwa sababu yeye ni the closest. I understand. Mtoto akiwa ananyonya anamsoma. Ananyonya, maziwa yanatokea kwa mwili ule wa mama yake. Lakini yale maziwa yametengenezwa pia na uwepo wa kwake mtoto. Yeye ndio anatengeneza maziwa ya kwake, chakula chake. Takriban miaka 2 anaandaa chakula. Ni dalili ya kuonyesha kwamba sijaja kuwategemea, nimeleta chakula changu, nipeni chakula ninywe. You see? So basically tunapoongelea mtoto source yake ni baba yake kimungu kabisa. Source ya dunia nzima ni Mungu Baba. Lakini katika malezi na uzazi ndio nasoma sasa ubongo, hata ubongo unakuwa 2, unakuwa na left and right. Mama baba. Kila mmoja na play role katika kupevuka, kukua kwa mfumo. Mchango wao ni muhimu. Na ndio maana maandiko yanasema fuata mafundisho ya baba yako na usiache sheria ya mama. Ina maana mama sio mwalimu kwa mtoto wake bali sheria. Ila baba ndiye mwalimu. Sasa leo imegeuka. Baba anakuwa sheria kwa mtoto, afu mama ndio mwalimu. It's dangerous. Miguu juu kichwa chini. Utaenda utafika wapi? Nothing. Baba wengi ni wakatili wa babe. Ana muda wa kuinstruct mtoto wake. Akitaka kuongea na mtoto wake anakusanya nguvu kupitiliza. Lakini mama ndio mwalimu. Alafu anaongea walimu na kuogopa kwa sababu mama anachangia affect. Baba ndiye anayechangia effect kwa mtoto wake. Mtoto ambaye ni effective maishani, baba yake amechangia. Mtoto ambaye ni affective, mama yake amechangia. Unapata hiyo inakuwa mtoto mwenye matokeo maishani, baba amechangia. Mtoto mwenye kuwa na mapenzi, mama yake amechangia. Mtu ambaye alichangia vyema na mama yake anaweza akaconnect na watu. Lakini anaweza akawa na fail kila akiconnect. Lakini yule ambaye baba yake alimchangia na mama amechangia, ataconnect na watu na atadumu. Tuna dakika 1. Tufunge ukurasa. Sijaongelea hata topic ya leo. Wewe uleta asilimia 80. Dunia hii watu wajanja. No, umetusaidia doctor. Thank you very much indeed. You did the right thing actually. Tuweke tu kabla hatujafunga na tangazo la seminar lijalo. Tuweke hapa, tusisitize ndugu mtazamaji. Marafiki
urafiki unasafirisha umeme kwa kasi mno kuliko umeme kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto ama kutoka kwa mtoto kwenda kwa baba. Rafiki, unaweza ukawa unafundishwa vizuri na mwalimu wako, lakini una hang around mtu gani? Unakaa karibu na mtu gani? Mwalimu amekufundisha kanisani, msikitini, sinagogi, baba na mama wamekufundisha nyumbani, unakaa na nani sasa? Ndio maana utakuta utekelezaji unakuwa na shida. Sisi tulipona, brother Jimmy, mwanangu Evans, ndugu mtazamaji, wakati tumezamiria kumfuata Mungu. Mimi nilikuwa mara nyingi niko na kaka yangu ambaye wote wawili tulizamiria pamoja kumfuata Mungu Muumba. Nikienda shule narudi, maisha yangu nilikuwa nakuwa niko peke yangu most of the time. Na ndio nilifunza kupiga instrument, guitar and so on. Nilikuwa muda mwingi napiga gitaa yangu, nakaa peke yangu, natunga na kadhalika. Na nikienda mafunzo narudi, ya shule, ya spiritual narudi. Niko na mimi most of the time. Hadi leo niko na mimi most of the time. It is true. Nikitoka sababu maalum, Ukirudi nikimaliza narudi nyumbani. Kama sina sipuyangi. Tuliponea hapo, Principle. tuliponea pale. Lakini leo inakuwa vigumu. Umetoka kufundishwa msikitini, kanisani, sinagogi, mzazi amekupa instructions, unatoka pale unakwenda bar kukaa na marafiki zako, mnalewa pamoja. Wale wako karibu na influence ya kukushawishi, kukusafirishia mawazo kwa kasi mno. Ndio utakuta watu wengi amefundishwa ipasavyo, lakini maisha yake yako hivyo hivyo. Tutadevelop hayo vyema ili tuweze kujifunza unatokaje, ili uruhusu umeme utembee kwa uthabiti wake. Kuelewa kwanza urafiki wenyewe. Kuna urafiki 4 katika maeneo 4. Urafiki unatembea katika mazingira. Kuna mazingira rafiki, kuna hali rafiki, kuna watu marafiki, kuna mtu rafiki. Wote hao wanasafirisha umeme kwa kasi mno. Mazingira, hali, watu, mtu. Tutadevelop vyema, tuelewe mawazo haya, tutawezaje kuweka sawa ili tutulie ipasavyo katika kuishi kwetu. Kumbuka semina ya tarehe 27, leo picha haijasomeka, mitambo ilizingua kidogo. Next Sunday picha itawekwa, na session iliyopita chomoza picha ya posta ile bango ipo pale tayari. Na nadhani next Sunday Bwana akitujalia tutasoma hiyo. Semina itakuwa tarehe 27, alafu naongezea tu kwamba tutaongelea uimara wa mahusiano katika viwango vyake vyote. Maisha darasa endelevu. Ukiacha kujifunza umekufa. Mtaalamu wa mahusiano hayupo. Tunajifunza kwa kadiri tunavyokwenda. Na namba inayotolewa hapa sasa hivi, namba hiyo ikusaidie pia. Hata ile iliyotajwa ya kupiga simu ile 0784 570306, 0754 570306. Namba hizo zitatumika pia hata kulipia kubook seminar. Na ukiandika, ukishatumia kulipa, piga simu hiyo, peleka jina litakaloandikwa kwenye ticket, kwa sababu ticket zitakuwa electronic. Watakutumia ticket yako, ukija watascan ili uingie. Ukumbi ule sio mkubwa kubeba watu wengi sana, kwa hiyo inabidi uwai nafasi yako. Nafasi zikiisha hatutatangaza tena. Kwa hiyo karibuni sote tujifunze, tujengeke. Na namba ya lipa, namba inakuwa ngapi? Ni lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 56 77 32 82, 56 77 32 82. Na jina litakalo tokea, jina linatokea ni Latifa Jumanne
Mkwawa. Latifa Jumanne Mkwawa. Na namba zile tulizotaja hapa ambazo unaweza ukalipia pia kwa M-Pesa ama Airtel Money. Okay. Ambayo ya kwanza ni 0784 57 0306, nairudia 0784 57 0306 au 0754 57 0306, nairudia 0754 57 0306. Tuwapenda daima ndugu mtazamaji. Bwana Mungu atujalie tuendelee kujifunza kwake. Mawazo ndo kila kitu kwetu. Yanapitia wapi? Tuendelee kujifunza, tutaimarika. Tuwapenda daima. Mungu ibariki Tanzania na uongozi wetu wote. Wajaze viongozi hekima wakituongoza kwa usawa wa mapenzi yako. Dumisha uhuru, umoja, amani na michakato yote. Usimame wewe kwanza kwa Tanzania yako pendwa. Bariki East Africa Community na uongozi wake wote. Bwana bariki Afrika, bariki ulimwengu wote. Dumisha amani na umoja na undugu kati yetu. Bwana Mungu abariki Clouds Media Family na uongozi wake wote. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa na wakwako wote. Bwana Mungu abariki Chomoza na uongozi wetu wote. Tuwapenda daima. See you next Sunday, God willing. Thanks for your time. God bless. Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Iwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Chomoza, a hub of hope.